Yes bwana, ndipo na chambuzi hapa la Mjini FM 92.5 Dar es Salaam. Dodana Israel. Bwana vipi? Safi, mambo nakwaje? Nyama. Ya, namshukuru Mungu niko sawa, niko fresh, uhai na afya, vyote ambavyo tumebarikiwa tuko navyo. Bwana, tumepiga story nyingi sana lakini hatukupata bahati kupiga story ya Dad. Jana sio unaona mtanango? Yes. Ulichukuliaje? Kwanza ilikuwa ni dabi moja ambayo ilikuwa na matukio mengi sana. Kabla ya mchezo tulikuwa nafahamu kwa mnalalamika kuhusiana na uwanja, maoni tofauti, lakini pia siku moja kabla ya mchezo tunaona kuna watu waliingia mpaka uwanjani huku na kule kusema mchezo hauwezi kuchezwa, lakini mwisho wa siku mchezo ukaenda kuchezwa. Siku ya tukio yenyewe pia kulikuwa na mambo mengi sana. Moja kati ya tukio, ukiniambia mimi tukio kubwa ambalo lilikuwa linanishangaza kubwa sana ni la timu kwenda kuvalia nguo nje. Yaani dressing room ya timu inaenda kuwa nje ya uwanja, nje kabisa. Sio kwamba wamekataa kutumia dressing room au kutumia viumba vingine. Dressing room ilienda kufanyikiwa nje. Afu ni kwenye nyumba ya mtu. Ni kitu ambacho nilijiuliza. Ina maana watu walikuwa wamefanya utafiti au research kabisa kwamba hapa ni jeshini. Tukisema twende sehemu ambapo labda wanakaa labda waandishi wa habari kama ilivyo sehemu nyingine, au sehemu ambako kunakuwa na vitu vingine, tunaweza kaingia sehemu ambako tukarusha vishura pamoja kwamba ni wachezaji jeshini. Kwa hiyo wakaamua wawe na utayari wa kuwa na nyumba nje kabisa ya eneo la nini? La uwanja. Kitu ambacho kilishangaza kusema ukweli. Nikafikiria kwamba hivi mpira wetu tunaupeleka wapi kwenye mazingira kama haya ambayo kuna mtu ambaye yeye anajiandaa kuvunja kanuni kinguvu, ni kwa sababu anajua ninaweza kulipa faini ya kanuni husika. Ni kitu ambacho kimenishangaza sana, lakini ni moja ya vitu ambavyo naamini kwenye upande wa kanuni kuna kila sababu ya kwenda kuliangalia. Unajua kuna timu ambazo zina muscles kubwa ya kulipa kila deni ambayo inahitajika. Inawezekana mashabiki, inawezekana mdau mmoja tu akalipa milioni 5 akasema mimi nalipa hiyo faini, nalipa mimi, na issue ikaishia huko. Lakini mpira wetu tunaupeleka kwenye kitu gani hasa? Hapo ndipo ambapo nabakia kuwa na maswali mengi kwamba huu ni mpira au ni vituko ambavyo tunavifanya. Ni kwa sababu tushawekeza nguvu kwamba ukishalipa pesa ushamaliza kila kitu. Maana yake kanuni zote sasa hivi hazina nguvu juu ya Simba, juu ya Yanga, kwa sababu ni timu ambazo zina muscles za kuweza kulipa pesa na kila kitu kikawa sawa. Wewe angalia hili swala, sidhani kama kuna timu yoyote duniani, dabi yoyote duniani ikatoka ikavunja kanuni kwa kiwango hicho. Kwanza ni dharau kwenye mamlaka. Mamlaka ni kuionyesha kwamba tunaweza kufanya kwa vile ambavyo wamesema tutaweza kulipa faini, tutalipa faini, tutaenda mpaka nje. Sidhani kama mamlaka isha kufikiria kitu kama hicho, hata kanuni ilivyotengeneza kwamba kuna timu ambayo itaweza kavunja kanuni za dharau kiasi hicho. Kwa hiyo ukiniambia moja kati ya tukio ambalo litabaki miaka mingi kwenye masikio ya watu, inawezekana ni swala la timu kwenda kuvalia nguo kwenye nyumba nyingine. Yaani unapanga chumba au nyumba nje ya uwanja wako, nje ya uwanja unaochezewa, afu unaacha dressing room yako unaenda kuvalia nje. Na hii tulishatoaga maoni kama waandishi wa habari, baadhi ya waandishi wa habari ambao tulipeleka maoni yetu bodi ya ligi. Tukasema kwamba hii kanuni ya vyumba, sawa, timu mwenyeji inamwandalia chumba timu mgeni. Kuna malalamiko mengi, unakuta timu mwenyeji inaonekana kapuliza au kaweka madawa kwenye vyumba vya timu ngeni, si ndio? Sisi tukasema kanuni ilazimishe kwamba endapo ikionekana timu mwenyeji imewekea timu ngeni madawa au imepuliza kitu chochote ambacho hakieleweki, basi timu mwenyeji italazimishwa kikanuni iende yenyewe kukaa kwenye kile chumba, na kile chumba ambacho wanakitumia iende timu nyingine ikakae. Hiyo ndio ilikuwa solution, na sio swala la kufanya nini, kulipa fine. Hizi timu zinaweza kufanya jambo lolote kwenye hata kisema milioni 20 watalipa, milioni 50 watalipa, kwa sababu nje na vyanzo halisi vya hizi timu, lakini kuna watu ambao wako tayari kutoa hizo hela, si umeelewa, ili wakashinda na maisha yaendelee. Sasa huo utakuwa na mpira ni vurugu. Mimi binafsi kwa sababu hawakuivilisha hiyo kanuni, hata msimu huu sioni kama kuna haja tena ya kuandika kanuni zingine au kuwa mratibu, mimi kwenda kuwa mratibu wa maoni ya waandishi wa habari. Sioni haja tena, kwa sababu sioni kama
watu wamechekecha vichwa vyao, wakapeleka maoni ya msingi kabisa kwamba bwana, hii kanuni kila siku zinaonekana hizi mbilinge. Msimu uliopita tumeandika hiyo, tunaomba tubadilishe hii kanuni. Basi kanuni iwe na mwelekeo wa aina hii, ambapo timu ambayo ikigoma kwenda uwanjani inaweza ikazuiliwa, yani ikabadilishana vyumba, si ndio? Ikagoma kwenda kwenye vyumba, manake timu mgeni itafanya nini? Italalamika. Ikilalamika, timu mwenyeji anakuja kukaa kwenye chumba cha timu mgeni. Hiyo itapunguza ile hali ya timu mwenyeji kwenda kufanya nini? Kupeleka vitu kwa makusudi kule. Wanajua hata wenyewe hao wakigoma tutaenda sisi kukaa kule, si umeelewa? Kwa hiyo ingesaidia, lakini wameshindwa kuchukua hatua. Kitu kingine ambacho kilikuwa ni story nyingine ni mtu ambaye mimi simjui kama ni mdau au ni mtu ambaye ni afisa wa Yanga au ni shabiki, alikuwa amezunguka pale uwanjani akimwaga maji kwenye pitch. Sijui, manake hata kwa upande wa serikali katibu wa Wizara ya Michezo Gerson Msigwa alizungumzia uwanja wa Mkapa pale. Kuna watu ambao walikuwa na mwaga mpaka akaenda kuharibu uwanja, si unaelewa? Nikafikiria huyo jamaa na mwaga mle ni nani? Mimi simjui, ni shabiki ni kiongozi ndani ya Yanga au ni nani? Kamwaga kaondoka. Hicho kitu cha pili. Kitu cha tatu ni kuhusiana na meneja wa klabu ya Yanga Walter Harrison. Walter Harrison anaonekana kama ana mapenzi yaliyopitiliza ndani ya Yanga. Tumpe maua yake, si ndio? Unajua kuwa na mapenzi pia ni sifa, lakini sifa sio kwenda kufanya vitu ambavyo vinaondoa ile value ya mchezo. Si unaelewa vizuri? Kwa sababu Walter Harrison, angalia, anakorofishana na Chama, wanataka kupigana na Chama. Huyo ni meneja wa timu, na Chama bahati nzuri ashe kupita pale Yanga, unataka kupigana naye. Nikafikiria, nikasema okay, matukio haya mara nyingi haya namuonaga sana Walter Harrison akiingia kwenye vurugu za namna hii. Kwa upande wa Simba kuna mtu anaitwa Patrick Remam. Sijai kumuonaga kwenye mbilinga hizi. Sasa ndio hapo najaribu kuona, je, Patrick Remam ni kwamba hana mapenzi makubwa na Simba, au inawezekana Walter Harrison ndio ana mapenzi makubwa na Yanga? Je, taratibu zinamruhusu vile ambavyo anavifanya kwa maana ya Walter Harrison vinamruhusu kitaratibu avifanye, au kuna kitu gani nyuma yake? Au sijajua. Sasa inawezekana mapenzi, lakini kama vinamruhusu hivi vitu, ajaribu control ile temper yake, kwa sababu kuna sehemu anaweza kuigharimu timu. Kwa sababu hebu fikiria, kocha alipewa kadi ya njano, si ndio? Ile kocha amepewa kadi ya njano kwa sababu ya heshima ya benchi la ufundi. Kwa sababu yeye angekataa ile kadi ya njano, angemuonyeshia nani? Bwana, mpeni yule ambaye ni meneja, lakini akaibeba kama kocha. Umeelewa? Lakini yale ni makosa kabisa ya Walter Harrison ambayo itakiwa kuepuka. Mwachie kocha baadhi ya vitu. Kuna wakati mwingine unakuja timu imeshafanya jambo fulani pengine ambalo aridhirishwi, yeye anaamka na react. Mbona kwenye timu zingine, kwenye mamechi mengine ya ufundi hatuoni reaction kubwa kiasi hicho? Mimi binafsi nikimshauri, kazi yake ni njema, anajitahidi kufanya kazi nzuri, lakini apunguze ile morali yake, apunguze la mapenzi yake, apunguze kwenda mbele sana kwa kila kitu. Hata kwenye uwanja pia niliona alikuwa anaonyesha uwanja huko umeharibika, lakini ndio uwanja huu ameenda kutumika, sio? Unanielewa vizuri? Mimi nikatoa ushauri, nikasema sioni kama sababu ambazo zimewapeleka viongozi wa Yanga ikiwemo meneja wa Yanga Walter Harrison kwenda pale uwanjani, kwenda kukanyaga uwanja, kusema uwanja haiwezi kutumika sio nini. Nikamwambia bado siku moja kwenda mpaka siku inayofuata, masaa ngapi? 24, ambayo jua likiwaka uwanja unarudi kwenye njia yake ya kawaida. Angalia kilichotokea. Waamuzi manake walivyoenda kukagua uwanja, kwa uwanja uko sawa. Sasa hiyo ilikuwa ni nini? Sasa mimi naona huenda Walter Harrison akakutana na nyundo ambayo pengine mimi binafsi nisingependa kuifurahia. Vitu vingine unasababisha mwenyewe kwenda kukutana na nyundo. Kwanza ya kwenda kuipushi mamlaka iamue uwanja usitumike kwa sababu ya uwanja ya nini? Ya mvua. Wakati kanuni ya 17 15 kifungu cha 15 kinazungumzia
masaa matatu kabla ya kukutana kwenye mchezo, pengine ingekuwa ndo kipindi hicho anazungumza kwamba bwana, bado masaa matatu, mvua imenyesha bwana, hatuwezi kucheza ndani ya muda huu, hawezi kucheza. Lakini masaa 24 unaanza kuzungumza vile, ni kitu ambacho nadhani hata mwenyewe anajutia kwa nini amezungumza wakati alikuwa bado masaa 24 na mchezo mwingine na kulikuwa na nafasi nyingine ya uwanja ukaa sawa sawa. So sioni kama ni kitu ambacho kina afya sana kwake, pamoja na mapenzi na kazi kubwa anayoifanya ndani ya Yanga, lakini kuna kitu ambacho itabidi awe mtulivu, apunguze ile munkari sana. Kingine ambacho kitaalam sana ni kuhusiana na kile ambacho amekiandika Ibra, kwa maana ya Israel Patrick Mwenda. Israel Patrick Mwenda ameandika akiomba radhi juu ya kile ambacho kilitokea. Mimi binafsi sipingani na yeye kuomba radhi. Kuomba radhi ni sawa sawa, lakini unaomba radhi kwenye tukio gani? Ile pale sometime ni kuongeza uoga, taharuki sio kwa na maana. Tunakumbuka kitu ambacho anakizungumza kwamba amehusika kuigharimu timu ni pasi ambayo alipewa na Mwamnyeto, si ndio? Ile pasi aliyopewa na Mwamnyeto mwenyewe anampa pasi, anamuona Chama anaenda kumpelekea shinikizo nani? Ibrahim Patrick Mwenda. Anaufata mpira Chama na alichokifanya ni kuchukua ule mpira, anataka kuutuliza, ukamshinda, ukasogea kwenye miguu ya Chama, na mchezaji mwingine alikuwa anasogea pale, akajikuta yuko sandwich. Wakati amezingirwa, sasa mpira ukawa umesharudi tena huku. Kule kuna mabeki wangapi? Wawili. Yupo Baka na yupo Mwamnyeto, si ndio? Alafu upande wa pili kule alikuwepo Boka, ndio yuko na Libase Geye. Ule mpira, makosa makubwa ya goli mpaka Libase anafunga goli, lilikuwa ni swala la Boka, si unaelewa? Yani mabeki wenzie ambao walikuwa pale, mabeki wawili wakati na beki wa pembeni, walishindwa kumudu kusaidia yale makosa ambayo yeye aliyafanya. Of course yeye aliyafanya makosa, lakini yule aliyefanya kosa mwishoni ndiye alikosa zaidi, kwa sababu ukimwangalia Boka alikuwa anamkimbiza Libase kwa nyuma bila kutafuta engo ambayo inaenda kasaidia silete madhara. Manake alimuungia tera, si unaelewa vizuri? Manake kama singemuungia tera itabidi apite mbele, si ndio? Na haja ya kuomba, kwa sababu hilo kosa alilofanya lilikuwa ni kosa la kawaida, na kwa kosa la kawaida wale ambao walikuwa wa clear ile makosa aliyoyafanya walishindwa ku clear yale makosa ambayo aliyafanya nani? Ibrahim Patrick Mwenda. Kwa hiyo lakini kuomba radhi ni kama kujinyong'onyeza mwenyewe. Sawa, mpira miguu kuna makosa ambayo ukikosea kweli itabidi uombe radhi, lakini kuna makosa mengine hata ukiwa uwanjani tu unaomba radhi pale pale, bwana basi bwana, imeshatokea, maisha yanaendelea. Kwa hiyo nadhani ni pressure ambayo ipo ndani ya klabu na kumbukumbu zake nyingi ambazo anazirudisha, kwa maana Israel Patrick Mwenda ni matukio ambayo yashawahi kuwatokea wachezaji wengi pale ambapo anakuwa anacheza kwenye mechi kubwa, hasa za dabi ya Kariakoo. Kipindi cha nyuma, miaka ya nyuma sana, kuna mtu alikuwa anaitwa Chibe Chibindu, alishawahi kukosa penalty na alikuwa bonge la mchezaji, na yeye alikuwa beki wa kushoto. Chibe Chibindu, kama atakwamba kumbuka sahihi, alikuwa beki wa kushoto, alienda kukosa penalty. Ile penalty ndio ikamfuta kazi ndani ya klabu ya Yanga. Yes, kina Banuzi ishatokea kitu kama hicho, lakini ndio hicho pengine ambacho kinamfanya Ibrahim kwa Israel Patrick Mwenda kuanza kuomba radhi, kwa sababu ya pressure kwamba dabi ukikosea lazima kuna mtu adondoshewe zigo la lawama. Umeelewa? Alikosea, lakini lawama mimi binafsi naenda kumlaumu moja kwa moja Boka na mabeki ambao walishindwa kulinda vizuri matukio yasilete effect, manake walichelewa kumfikia wakati Chama ana control mpira, lakini pia walishindwa kumfikia wakati Libase Geye anapigiwa mpira. Ukimwangalia Baka alikuwa yuko nyuma, wewe unamkimbiza nyuma, unaunga tena na mtu kama Libase Geye, baada ya kumchongea denge ili ukakae eneo la nini la kumzuia yeye asifanye maamuzi, yeye akawa anamuungia nyuma, na alikuwa na uwezo wa kufanya hivyo. Kwa hiyo mimi binafsi nasema yes, sio mbaya kuomba radhi, lakini ile kuomba radhi kwake ni kama kujinyong'onyeza, wakati kuna wengine ambao walitakiwa kufanya zaidi ya pale hawakufanya. Bwana, tumalize na matukio ya penalti. Depu huku Libase, Diara huku Tore. Tukianzia ile ya Ture pamoja na Depu, ile ilikuwa sio penalti. Ilikuwa sio penalti kwa sababu tukio la kwanza ni la Depu kuinua mguu ambao ulikuwa unaenda kuhatarisha afya ya nani?
ya mchezaji mwenzie. Akumgusa. Sheria za makosa huo. Sawa, ule mpira inawezekana haukuwa wa kichwa, lakini ulikuwa level ya juu ambapo unaweza kuruhusu kichwa. Umeelewa? Ulikuwa nusu kichwa, nusu kuweka mguu. Lakini kwa sababu kuna mtu aliingiza kichwa. Yaani hakukuwa na sababu ya mchezaji kuingiza mguu wakati mtu kaingiza kichwa, kwa sababu pale ulikuwa unampelekea madhara makubwa kwenye kichwa. Na masuala ya faulo mara nyingi hayaangaliwi tu kimgusa. Yanaangaliwa kwamba ulikuwa unataka kuhatarisha afya ya mchezaji. Umeelewa? Na kadi au faulo huwa zinakukumbusha kwamba matendo kama haya hayataki kuyafanya. Maana yake ni kama onyo, si ndio? Kwa hiyo kuto kumgusa alikuwa shida, ila dhamira ya kuinua mguu wakati mwenzio ameweka kichwa haikuwa sawa sawa. Wengi wanasema ilikuwa penalty kwa sababu ya konga la Toure. Hapana, isingeweza kuwa penalty kwa sababu tukio la kwanza liliathiri tukio la pili. Lakini pia movement ya Toure ilikuwa ni mkimbio ambao huwezi ukasimama wakati ulikuwa unakimbia ukasimama hivi. Lazima utasimama ukiweka mkono ukirudi kwenye njia yako. Kwa hiyo pia hayo ni mambo ambayo unaweza kaona huwa wengi wanaweza kusema ilikuwa penalty, lakini mimi nasema ilikuwa sio penalty. Lakini ukienda kwenye tukio la Libase Geye pamoja na Djigui Diarra, ile pia haikuwa penalty. Na kwa nini haikuwa penalty? Ni kwa sababu Djigui Diarra alitumia akili kubwa sana. Akili ambayo alikuwa anatumia ni ile ya kulitangulia tukio, lakini hakuonyesha mikono yake kumpush. Alichokifanya ni kwenda kumpa kama bega hivi. Yaani alimpushi kwa kutumia bega. Yaani aliingia kwanza kwenye njia alafu ndo akausukuma na kuchukua mpira. Ile unaweza kaita shoulder to shoulder. Ila ilikuwa ni shoulder to shoulder ambayo iko chini, ambayo ilikuwa inambeba sana nani? Golikipa. Kama angempushi hivi ilikuwa tuta. Lakini jinsi alivyoingia alipoteza ile haki ya kuomba penalty kwa upande wa Simba.